chose vibre à moi. Quand j'entends tonner ta voix, oui, un feu brûle à moi. Quand j'écoute ta parole, un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Réveille mon âme, longtemps endormi, que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Oh, aujourd'hui et maintenant. Sawa ndugu wapendwa, tunamikaribisha tena kando ya maredio yenu mpate kufuata makini katika roho ya maombi. Isikuwe madiskuri, isikuwe mainformation ya politika hapana. Tunaenda kusoma andiko yetu kwa Mathayo 16, Mathayo sura 16 verset 13 mstari wa 13. Tunafika pale Mathayo 16:13. Amen. Inasema nini Mathayo 16:13? Tunasoma pale 16:13. Mtuturumia voilà 16:13. Mungu atubariki. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Basi wakati Yesu alipokuja akapanda zake Kasari Filipi, demanda à ses disciples, akauliza wanafunzi wake, qui suis-je au dire des hommes? wanasema nini watu mimi mtu kwa usemi wa watu? Moi le fils de l'homme. Mimi mwana wa mtu. Ils répondirent, Wengine wakajibia, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, wamoja wanasema ya kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji, les autres Élie, na wengine Elia, les autres Jérémie, na wengine Yeremia, et l'un des prophètes. au mmoja wa manabii. Et vous, leur dit-il, Sasa ninyi, Yesu akabauliza, qui dites-vous que je suis? unasema mimi ni nani? Simon Pierre répondit, Simoni Petro akajibia, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Tunapenda kusemea hapa pa ulizo ya Jésus, qui suis-je au dire des Mimi ni hommes? nani kulisema wa watu? Moi le fils de l'homme. Ni mwana wa mtu. Tatafuta kusemea juu ya mwana wa mtu. Amen. Mwana wa mtu tunaenda mule mu Matthieu 16, tunaenda pa combien? Pa 27. Mathayo 16 mstari wa 25. Car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, Kwa sababu mwana mtu anapasha kuja kwa utukufu wa baba yake, avec ses anges, yeye na malaika et zake, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. na basi atamtendea kila mtu kufuatana na matendo yake. 28. Mstari wa Je vous 18. l'ai dit en vérité, Kweli kweli nawaambia ninyi, quelques-uns de ceux qui sont ici wengi walikuwa katikati yenu hapa ne mourront point, hawatakufa kamwe qui n'aient vu le Fils de l'homme kabla waona mwana wa mtu venir dans son règne. akikuja katika utawala wake. Tunaona hapa kama Yesu anajiita yeye peke kuwa mwana wa mtu. Amen. Moi chapitre mwana anajiita mara 3 mwana wa mtu. Amen. Na sana bauliza Pierre na yana jibia nasoma pa 16. Mstari wa 16. Simon Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, wewe ni Kristo le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Tunaona kama huyu Jésus anakuwa mwana mara 4. Amen. Anakuwa mwana wa mtu, anakuwa mwana wa Mungu. Hivi Pierre anasema anakuwa tena mwana wa Abraham. Amen. Anakuwa tena mwana wa Daudi. Amen. 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 Anakuwa na matitre ngapi? Matitre 4. Amen. Tunaenda kwa twende wapi? Twende kuona Jésus Christ matitre yake. Tunaenda Mathayo 4. Mathayo sura ya 4. Mathayo 4 kama unafika unasoma. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu aliongozwa na Roho jangwani, Ndiyo. ajaribiwe na shetani. Ndiyo. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Nyuma akaona njaa. Mjaribu akakuja kwake akamwambia, Akamwambia, kama ukiwa mwana wa Mungu,
amuru mawe haya yawe mikate. Kama ukiwa mwana wa Mungu. Amen. Na shetani na yeye anatambua kama ni mwana wa Mungu. Ndio. Na hiyo inakuwa titre nyingine ya Jesus. Amen. Alikuwa mwana wa Mungu. Tunaweza kusoma matemoignage kwa ya mingi. Tunaweza kuenda hata mu Jean 5. Yohana sura ya 5. Sura ya 5 pale 5 anajitambulisha kuwa mwana wa Mungu. Amen. Jean 5:18. Yohana sura ya 5 mstari wa 18 unasema, basi kwa sababu hii Wayuda wakazidi kutaka kumuua, si kwa sababu alivunja sabato tu, lakini tena kwa sababu aliita Mungu baba yake, akijifanya sawasawa na Mungu. Amen. Amen. Tushuka na andiko pa 19. Basi Yesu akajibu akawaambia, kweli kweli ninawaambia ninyi, mwana hawezi kufanya neno kwa yeye mwenyewe tu, lakini atafanya kama anavyoona baba kufanya, kwa sababu yote anayafanya baba yule mwana anafanya vile vile. Hapa Yesu anajitambulisha kama iko mwana wa Mungu. Amen. Tunaweza kwenda maikritiriko ya mingi ni kusema kama ni mwana wa Mungu. Tunaenda hata mu Galatia 2:20 anasema mwana wa Mungu alinipenda. Amen. 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 Tusisome ile yote yenyewe tutakao pili. Tunaona tena kama mtende Mathayo sura ya kwanza. Verset premier. Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema nini? Genealogie de Jésus Christ. Kitabu cha kizazi cha Yesu Kristo, fils de David, mwana wa Daudi, fils d'Abraham, mwana wa Abraham. Amen. Amen. Tuliona kama iko mwana wa mtu. Tuliona kama iko mwana wa Mungu. Tuliona kama iko mwana wa Daudi. Tunaona tena kama iko mwana wa Abraham. Amen. Maandiko yako ya mingi yenye kumuita kama iko mwana wa Abraham. Wanasema Abraham hakuwa na mauzalo ya mingi, alikuwa na uzalo moja, c'est-à-dire Kristo. Amen. Kristo anakuwa ni mwana wa Abraham. Amen. 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 Kama tunaenda tena hapa anamuita kama iko mwana wa Daudi. Hapa mu Genèse mu Matthieu 1:1 banasema ni mwana wa Daudi. Kama tunaenda tena mu Matthieu 21, Mathayo sura 21, tunaenda pa 9. Mathayo sura 21 mstari wa 9. Mstari wa 9 unasema, na makutano walipotia mbele yake, nao waliomfuata wakapaza sauti wakisema, Hosana kwa mwana wa Daudi. Amen. 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 Aliingia mu Yerusalemu, anaingia sasa mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi, mwana wa Abraham, mwana wa Mungu na mwana wa mtu. Amen. Ndio sababu inakuwa ya lazima sana kujua vile vitu. Kama tujue vile tutakuwa mu confusion ya mingi, tutashindwa hata kutembea na huyu Mungu, kwa sababu ile macheo yote inakuwa na maana yake. Amen. 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 Sa mwana wa mtu maana yake ni nini? Ile ndio tutasimamia yako leo. Mwana wa mtu anakuwa ni nabii. Amen. 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 Sasa mwana wa Mungu ni nani? Mwana wa Mungu ni Mungu anaonekana mumwili. Amen. Kama tunasoma mu Jean 10, tunasoma mu Jean 5 anasema iko mwana wa Mungu. Banakamata majiwe banatafuta kumuua kwa sababu anasema mwana wa Mungu, banaelewa kama anajifanya kuwa Mungu. Amen. Bajufu walikuwa naelewa mzuri kushinda watu wa mataifa. Watu wa mataifa sasa tunasema mwana wa Mungu, banasema ni Mungu mwana mwenye ako malake iko pale pembeni ya baba yake. Hapana. Ni wakati Mungu anavala mwili anakuwa hapa dunia anaitwa mwana wa Mungu. Amen. Mwana wa Mungu maana yake ni Mungu. Na anakuwa kazi sa mwana wa Mungu anaokoa. Sa mwana wa Mungu anaponyesha. Amen. Hii macheo ingine iko nafasi yake, kila cheo iko na maana yake. Amen. Haleluya. Amen. Sa mwana wa Daudi ni wakati anaingia mu Yerusalemu, sa mfalme ndio banalalamika, abarikiwe mwana wa Daudi. Amen. Amen. Mwana wa Daudi anakuwa ni nani? Ni mfalme. Amen. Haleluya. Amen. Kisha tunaona tena iko mwana wa Mungu, mwana wa Abraham. Mwana wa Abraham anakuwa murithi wa mapromese yote ya Abraham. Amen. Haleluya. Amen. Ndio sababu mapromese yote ilikuwa kwa Abraham, banasema inakuwa ya uzalo wake. Amen. Na uzalo wake inakuwa ni nani? Ni Kristo. Amen. Ndio sababu bien nimekujua hii macheo inakuwa ya lazima. Sasa leo watu wako na maconfusion, anatafuta kuomba huruma, anaanza kuomba mwana wa Daudi unihurumie. Hautapata msamaha wa dhambi. Mwana wa Daudi ni mfalme, yeye ni wa kutawala. Dayere leo kumlalamikia sa mwana wa Daudi, hayatawala bado. Amen. Amen. Hayatawala bado. Kumuita mwana wa Daudi ni kutokujua maandiko. Et en plus de cela, tunakutanisha mwanamke Mkanana mu Matthieu 15. Mu Matthieu 15 mwanamke wa Mkanana anaanza kumuita mwana wa Daudi.
Yesu akumjibia kwake hayuko mwana wa Daudi, iko mwana wa Daudi kuba Yuda. Amen. Kwa sababu atakuwa mfalme wao. Kubatu ya mataifa kwetu ni Bwana, ni Seigneur. Tudisenge vile vitu. Ndio sababu confusion kutokujua wakati yeye iko mwana wa mtu, wakati anatenda sa mwana wa Mungu, wakati anatenda sa mwana wa Daudi, wakati anatenda sa mwana wa Abraham. Batu abaelewe vile vitu mzuri na wanatembea mu confusion. Amen. Mungu atubariki. Amen. Ndio sababu Mathayo 13 ba disciple wanaanza kumuuliza, mbona uko nasema nabo mu mifano tu? Akasema kwenu mlipewa kujua masiri ya ufalme. Amen. Na kubengine abakupewa. Ndio sababu bien aimé, wewe mwenyewe aliaminia neno sasa yenyewe mimi niliaminia mimi. Ulipata ile neema ya kujua bibitu. Batu mpaka sasa habajui tofauti ya mwana wa mtu, mwana wa Mungu na habajui ile matofauti. Wewe mwenyewe uliaminia ujumbe wakati wa mwisho. Unapewa upate kubijua. Ndio sababu utalifuata mzuri upate kuelewa maana yake wa kila titre yote sawa vile mwana. Mungu atubariki. Amen. Sasa tunatambua kitu kimoja. Kama unaenda mu maevangile, Yesu anajiita mwana wa mtu. Amen. Amen. Na kama tunaenda tena mu Apocalypse, tunamuona iko natembea mkinara sa mwana wa mtu. Ndio vile maandiko yanasema. Anatembea mkinara sa mwana wa mtu. Amen. Lakini mu maepitre yote habamuite tena mwana wa mtu. Anakuwa mwana wa Mungu. Amen. Anakuwa anatenda kazi ya wokovu. Wakati alikuwa mwana wa mtu ni wakati iko na hubiria evangile mu vivant yake akingaliki mu mwili. Ndio anaitwa mwana wa mtu. Pale iko na hubiria ni evangile, iko na prêcher kwa sababu iko prédicateur, iko prophète. Mungu atubariki sana. Amen. Tunaenda mu Jean chapitre 1. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza. Jean chapitre 1 tunafika pale anasema nini? Jean chapitre 1 tunaenda par verset combien? Par verset Jean chapitre 1 verset 11 nasoma. Amen. Elle est venue chez les siens. Alikuja kwa walio wake. Et les siens ne l'ont point reçu. Walio wake hawakumpokea. Haleluya. Amen. Alikuwa kwa Israeli, Israeli haikumpokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Lakini kwa wote wenye walimpokea. À ceux qui croient en son nom. Kwa wale wenye wanaamini ndani ya jina lake. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Lesquels sont nés. Ndio wale waliozaliwa. Non du sang. Sio kwa damu. Ni de la volonté de la chair. Au kwa mapenzi ya mwili. Ni de la volonté de l'homme. Wala kwa mapenzi ya mtu. Mais de Dieu. Lakini kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Alikuwa kubaliobaki balimukatala. Amen. Mu première venu bana kumukatala mu ma situation yote. Amen. Amen. Bana mukatala kwa mbele sa mwana wa Mungu. Asema wewe uko mtu unajifanya kuwa mwana wa Mungu, unajifanya kuwa Mungu. Bana mukatala sa mwana wa Mungu. Ile tunaikutanisha mu Jean 5, mu Jean 10. Bana mukatala sa mwana wa Mungu. Habakukubali kama yeye anakuwa mwana wa Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Anakuwa tena mu titre yengi mu première venu. Anakuwa mu titre ya mwana wa Daudi. Amen. Tunaenda kusoma mu Jean 19. Yohana sura ya 19. Jean 19. Par verset 12. Mstari wa 12. Kutoka saa ile Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayuda wakapaza sauti wakisema, kama ukimfungua mtu huyu, wewe si rafiki ya Kaisari, na kila mtu ambaye anajifanya kuwa rafiki kwa kila mtu anayefanya kuwa rafiki wa Kaisari samani. Jean 16 et Jean 19 Ndiyo. Ndio pale tulikuwa Jean 19 tunaenda pa 12. Jean 19 12 inasema nini pale? Ni chungu kidogo na mimi nifike pale. Jean 19 12 nasoma. Amen. Dès ce moment tangu ile saa Pilate cherchait à le relâcher. Na Pilato akatafuta jinsi ya kumfungua. Mais les Juifs criaient. Lakini Wayuda wakapaza sauti. Il le relâche. Kama ukimwachilia, il n'est pas ami de César. Wewe sio rafiki ya Kaisari. Quiconque se fait roi. Na kwa yote mwenye kujifanya kuwa mfalme se déclare contre César. Na anajitangaza kuwa anapingana na Kaisari. Amen. Amen.
Pilate ayant entendu ces paroles amena Jésus dehors. Basi wakati Pilato aliposikia maneno haya akamleta Yesu nje, Et siégea au tribunal. akikaa mbele ya hukumu, On lui a appelé le pavé. pale panaitwa Paali, Et en hébreu Gabata. na pale mkuebrania Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Ilikuwa matayarisho ya Pasaka. Et environ la 6e heure. Ilikuwa karibu na saa 6. Pilate lui dit aux Juifs, Na Pilato akasema kwa Wayuda, voici votre roi. tazameni mfalme wenu. Mais s'écrièrent, Lakini wakapaza sauti kubwa, ôte, ôte, crucifie-le. Ondosheni msulubishe. Pilate leur dit, Pilato akawaambia, dirai-je votre roi? eti nitamsulubisha mfalme wenu? Les principaux sacrificateurs Wakuwa wakuani répondirent, nous wakajibu, n'avons de roi que César. hatuna mfalme mwingine isijapokuwa tu Kaisari. Lala. Amen. Banamukatala Jésus. Ndiyo. Huruma. Na leo tunafika mkukuja kwa mara ya pili, makanisa yaisha kumkatala. Ndiyo. Baisraeli balimukatala na makanisa inaisha kumkatala. Banarudia tena mpaka Cesar, ndio pale biko maneno mpaka Cesar. Ndio banarudia. Ndiyo. Mungu atubariki. Amen. Vile saa mfalme banamkatala. Banasema hatuna na mfalme mwingine isipokuwa tu Cesar, ndio mfalme mwingine atumujue. Tunaenda tena mu Jean 9. Yohana sura ya 9. Jean 9 tunafika pale. Jean 9 verset 27. Mstari wa 25. Basi akajibu akasema, kama yeye ni mwenye dhambi, sijui, ninajua neno moja, mimi nilikuwa kipofu na sasa nimeona. Amen. Amen. Hapa ni habari ya kipofu kia kuzalika. Ndiyo. Yesu anakutana naye anampatia macho. Ndiyo. Bayuda banakasirika. Abakupenda afunguliwe macho. Ndiyo. Njo banaanza kumuuliza banamuuliza. Sabe kuna muuliza, ule mtu unaona jiasa, mimi naona kama ni mtu wa Mungu. Asema hapana, hawezi kufanya muujiza msiku ya Sabato. Baka muuliza akasema, lakini kenye mimi najua, vile vyote mimi sijui, kenye najua nilikuwa kipofu, hapa naona. Amen. Amen. Ndio jibu yenyewe lipapatia ile. Sikia tushuke na andiko. Wakamwambia tena, alikufanyia nini? Alikufungua macho namna gani? Utuonyeshe kwa vile alikufungula macho. Alifanya kwa kitu, alisema kwa tena wewe. Amen. Sio anaandika mpendo. Akawajibu, nimekwisha kuambia ninyi sasa hivi na hamkunisikia. Sababu gani munataka kusikia tena? Munataka kuwa wanafunzi wake vile? Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Mnatafuta kuwa wanafunzi wake. Sikia vile wanajibia. Basi wakamtukana wakasema, wewe mwanafunzi wake, lakini sisi wanafunzi wa Musa. Haleluya. Amen. Unaona hapa banamkatala tena sa mwana wa mtu. Sa nabii banamkatala. Sa mwana wa Mungu banakatala. Sa mwana wa Daudi banamkatala. Sa mwana wa Abraham banamkatala mvyote. Oro abakujua kile Kenya alikuwa. Mule mu Jean 9 tunaenda pa combien? Sasa alikuwa anamuuliza pa 12. Mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema, wakamwambia yuko wapi? Akasema sijui. Huyu mwenye alikufanya uone iko wapi? Shuka bien-aimé. Wakapeleka yule aliyekuwa zamani kipofu kwa Wafarisayo. Wafarisayo. Siku Yesu alipofanya matope na kumfungua macho yake, ilikuwa siku ya Sabato. Shuka na andiko. Basi tena Wafarisayo walimuuliza vile vile, namna gani alivyopata kuona? Akawaambia, aliweka matope juu ya macho yangu, nikanawa na sasa nimeona. Shuka na andiko. Basi wengine wa Wafarisayo wakasema, mtu huyu hakutoka kwa Mungu, kwa sababu hashiki siku ya Sabato. Wengine wakasema, mtu huyu mwenye dhambi anaweza kufanya alama na namna hizi? Kama Yesu alikuwa mtenda dhambi, atafanya muujiza sahi hata mweye ya kipofu kia kuzalika. Et il lui division parmi eux. Na matengani ikakuwa katikati yao. Il dit encore à l'aveugle. Tena wakasema kwa ule kipofu, toi que dis-tu de lui? Sasa wewe kipofu unasema nini juu ya huyu Yesu? Si ce qui t'a ouvert les yeux. Kuhusu yenye alikufungua we macho? Il répondit. Akajibu, c'est un prophète. Huyu ni nabii. Haleluya. Amen.
yeye anamtambua ni nabii. Amen. Watu wenye bakuwa nasoma batu ya full balimtambua ni nabii. Ndiyo. Me bakubwa ya makanisa banashindwa kumtambua huyu Yesu kama ni nabii. Ndiyo. Na leo njo kenye kikwako sana kuja mwiki kizazi cha mwisho mhuduma yake ya bunabii batu banashindwa kumtambua. Me batu bachini, batu wenye balikuwa babipofu banamtambua. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio sababu bien aimé aba bafarizia balipasha kumjua kwa sababu hakuja kwa yeye bana taya hapa sasa tuko ba disciple ba Musa. Musa alisema nini juu yake? Haleluya. Amen. Musa alisema nini juu ya Yesu? Ndio sababu Yesu kuna baeleza yeye mwenye hata mihukumu ni Musa kwa sababu aliandika juu yangu. Amen. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Ile ni écriture ni prophétie ya mu Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Padisi. Sura 18. Tunaanza pa verset 15. Sura 18 mstari wa 15. 15 Kumbukumbu la Torati sura 18 mstari wa 15 nasema Bwana Mungu wako atakusimamisha, atawasimamishia ninyi nabii toka katikati yenu, mmoja wa ndugu zako. Amen. Amen. Hapa ni profesi. Musa kaanza, Mungu anamuelezea sema atakusimamishia mmoja wa banabii katikati ya bandugu yako. Pa 18 combien? Pa 18 15 ndio kwenye tuko. Tapenda na mimi nisome pale tupate kubeba maana mzuri. 18:15 tunafika. L'Éternel ton Dieu, Bwana Mungu wako te suscitera du milieu de toi, atakusimamishia katikati yako, d'entre tes frères, katikati ya ndugu zako, un prophète, nabii moja comme moi, sa vile mimi. vous l'écouterez, mtamsikiliza. Alléluia. Amen. Il répondra, wakajibia, et c'est la demande que tu fis à l'Éternel, kwa ile ombi ulifanya kwa Bwana ton Dieu à Horeb, kwa Mungu wako pale Horebu, le jour de l'assemblée, siku ya makusanyiko, quand tu disais, wakati ulikuwa ukisema, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, nisisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu, et que je ne vois plus ce grand feu, wala nisione tena moto huu kubwa, en fait de ne pas mourir. ili nisife. Israeli aliomba simuone tena Mungu. Ndiyo. Kwa sababu sasa ilionekana kulikuwa maumeme, kulikuwa mangurumo, kulikuwa kutetemeka kwa inchi. Bakasikia boka bakasema hatupendi Musa tena. Mungu asemeshana, utakuwa naenda weye, unasemeshana na yeye na kwa kutuonyesha si. Amen. Amen. Mungu anajibiaka maombi. Ndio akabaelezea atakulamushia nabii mwingine katikati ya bandugu yako. Amen. Ndio tunaenda pa verset ya kufuata. L'Éternel me dit, na Bwana akaniambia, c'est ce qu'ils ont dit est bien. Na kile walisema kio kizuri. Wewe Musa benye batu banasema ni kizuri na kubali kile kitu. Kenye banasema ni kizuri. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Na nitasimamisha katikati ya ndugu zao un prophète, nabii comme toi Moïse. Sa vile wewe Musa. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Nitatia maneno yangu ndani ya kinywa chake. Et il leur dira, na atawaambia tout ce que je lui commanderai. Na vile vyote nitamwamuru. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, na kama mtu asikii maneno zangu, qu'il dira à mon nom, yule nabii atasema kwa jina langu, c'est moi qui lui en demanderai compte, na mimi ndio nitamulomba ile hesabu. Haleluya. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Hapa ni Musa banamuelezea sema atatuma nabii. Wakati nabii anakuja, batu banashindwa kumtambua. Ndio sababu bien aimé, batu banajua benye Mungu alifanya. Musa alifanya. Musa tuko ba disciple ba Musa. Banajua benye Mungu atafanya. Yesu atakuya. Maybe yenye konafanya leo batu hapakujua. Wakati hii écriture inatimilika batu hapakujua. Na leo kuko ma écriture inatimilika batu hapajui. Banajua kama Yesu atakuja. Maybe yenye konafanya leo bateule tu ndio banabiyu. Amen. Kwa sababu bien aimé, kama unajua benye Mungu anafanya leo, ushukuru Mungu. Amen. Unajua kama alisema ule mwenye hata musikia ule nabii. Amen. Awawe. Amen. Na c'est vrai ça, Jésus anakuya. Bali mshuhudia kile kitu. Tunaenda Mathayo 17. Mathayo sura 17. Na kuonyesha kama ule nabii wa Mathayo wa Deuteronome 18 anakuya. Yesu anabeba ba disciple batatu, anabeba na batemwe bawili kumbingu, Elia na Musa. Ndio sasa Musa Pierre anakuwa anatetemeka, anasema tufanye tu mazebu tutatu, kamoya ka Yesu, kamoya ka nabii wa kizazi. Amen.
Amen. Amen. Kamoya ka Elia. Ndiyo. Mungu akupenda kile kitu. Ndiyo. Tusome pale écriture, tusome par verset premier, Matthieu 17. Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza. Ndiyo. Na nyuma ya siku 6 Yesu akatwaa Petro na Yakobo na Yohana ndugu yake pamoja naye na kuwaleta juu ya mlima mrefu peke yao. Batemwe bapa dunia bawili batatu kushuka. Akageuzwa sura mbele yao. Sura yake ikang'aa kama jua na mavazi yake yalikuwa meupe kama nuru. Amen. Na tazama, Musa na Elia wakaonekana kwao wakisemezana naye. Haleluya. Amen. Batemwe bakumbingu bawili tena. Ndiyo. Musa na Elia wale manabii bakubwa wenye Mungu anatumikishaka mara mingi. Ndiyo. Twende pakati. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri kwetu kukaa hapa tukitaka ninakuomba tufanye hema 3, moja kwa wewe, moja kwa Musa na moja kwa Elia. Amen. Amen. Antuka Pierre anakosea. Anaanza kwa kusema yeye atadrese mahema. Yesu anasema mimi nitajenga kanisa yangu. Amen. Hakusema mahema, anasema kanisa yangu. Yenye hata milango ya dezi haitatingiza. Amen. Haleluya. Amen. Hapa deja kwa contradiction. Yeye ni mahema. Mahema ngapi? 3. Sasa hivi nakuwa kanisa ya Baluba, kanisa ya Baholoholo. Kanisa ni moja. Ndiyo. Anasema tajenga kanisa. Amen. Kanisa moja. Amen. Tena anasema hapa ine pour toi, moja yako wewe, ine pour Moise, na ingine ya Musa, ine pour Eli, na ingine ya Elia. Bien mimi sitaingia mkanisa ni ya Elia ni ya Musa, mimi nitaingia mkanisa ya Jesus Christ. Amen. Ule ndio mwenye kwa na kanisa, ndio mwenye kwa na mbingu, ndio mwenye anaokoaka. Ile yote kusema kanisa fulani, kanisa ni ya Yesu Kristo. Ile ndio madhehebu yenye Pierre atafuta kufanya hapa. Haina ndio mzuri ile hapana. Shuka na andiko mpenda. Wakati alipokuwa akisema, tazama wingu la kung'aa likafunga kwa kimvuli. Ndiyo. Na tazama sauti toka mbinguni ikasema, huyu ni mwana wangu mpendwa wangu. Amen. Ambaye napendezwa naye. Sikieni yeye. Haleluya. Amen. Sikieni yeye. Ndio ile balisema mwa Deuteronome 15. Mumusikie. Na mtu mwenye atasikia ule nabii anakataliwa. Na ule nabii ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa sababu anakuwa mwana wa mtu. Yuko na macheo ya mingi. Yuko mwana wa Mungu ni Mungu. Yuko mwana wa Daudi ni mfalme. Yuko mwana wa Abrahama ni murithi. Hapa sasa vile nabii tunapaswa kumsikia yeye. Yeyote mwenye atakubali kumsikia huyu Yesu anakataliwa. Ndio sababu bien aimé tunakutanisha hata Pierre Mark 3 anaanza kumshuhudia. Huyu ndio ule Musa alisemaka. Watu wa makanisa bakumtambua. Sasa vile leo tena baba tambue vyenye Mungu anafanya leo. Mungu akituma nabii hapa tajua Mungu atubariki sana. Amen. Ndio sababu tunaona hapa kama ule mnani mwenye alitumwa alikuwa ni Jesus Christ. Mwenye batu bote banapasha kumsikia. Amen. Tunaenda Hebreu 12. Waebrania sura ya 12 verset 25. Waebrania sura ya 12 Hebreu 12:25. 12:25. Angalieni musikate yeye anayesema, maana kama ikiwa wale wa kuokolewa waliokataa yeye mwenye kuonya katika dunia, zaidi sana sisi hatutaokolewa kwa kutigeuka mbali na yeye ambaye anayetuonya kutoka mbinguni. Tutasoma pole pole. Gardez-vous de refuser d'entendre. Mfanye angalisho kwa kukatala kusikia celui qui parle. Ule mwenye kusema. Mumusikilize yeye. Ndiyo. Musikatale kumusikia. Amen. Na mwenye anakatala kumusikia ule mwenye kusema atakataliwa. Ndiyo. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles, kwa sababu kwa wale walikuwa ikatala kusikia ule kutangaza mahosea sur la terre hapa dunia, n'ont pas échappé. Hawakuepuka
Combien moins échapperons-nous? Mara ngapi zaidi sisi tutaipuka Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. na tukimpatia mgongo kumgeukia yule kusema juu kutoka mbinguni. Mwenye alisema pa dunia ni ilikuwa ni Musa. Ndiyo. Kama tunakatala huyu Yesu mwenye kusema tangu kumbingu. Amen. Tunakataliwa. Ndiyo. Hatutaepuka, tunapotea. Amen. Sasa wanapenda kuonyesha hapa batu bote banabii mbalimbali benye kumurejete huyu Yesu. Benye abamutambue sawa nabii. Banakataliwa. Kwa sababu yeye saa nabii analeta neno ya unabii. Yeye saa mwana wa Mungu anaokoa na anaponyesha magonjwa. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio sababu bien-aimé tunaenda tena mu Apocalypse 3. Ufunuo sura ya 3 verset 20. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12. Tazama ninasimama kwa mlango. Ndiyo. Ninapiga hodi. Ndiyo. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Amen. Nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Haleluya. Amen. Huyu mwenye kusema tunamuona mu chapitre premier, iko natembea mukinara, mwana wa mtu, nabii. Haba kumuita sasa mwana wa Mungu, mwana wa mtu. Ndio anafika sasa mkizazi kia mwisho. Anasema mkila kizazi biko sawa. Anafika mkizazi kia Laodikia sasa kia mwisho. Ndio anaanza kusema muangalie na kwa pa mlango. Napiga hodi kama mtu ananifungulia mie. Haleluya. Amen. Kia kwanza kwa mtu asikie sauti. Ndiyo. Kama anasikia sauti afungule. Amen. Kama kisha kufungula anipokee. Amen. Ule mwenye atanipokea ndio tutakula naye chakula ya magharibi. Amen. Bien-aimé, hapa Jose yuko hata kanisa moya. Anakataliwa saa vile nabii. Batu bote banamkubali Yesu sa mwana wa Mungu mwenye anaokoa, sa mwana wa Mungu mwenye anaponyesha, mebenye kumkubali sana nabii. Haleluya. Amen. Sa mwana wa mtu mwenye kuleta maorakle. Ni bachache sana. Na bale ndio bateule. Benye no selema banamkubali sa vile mwana kondoo, sa vile mwana wa Mungu, banamfuata tena sa mwana wa mtu mwenye kuwa nabii. Haleluya. Amen. Ndio sababu bien-aimé, hapa maneno inakuwa ni kusikia kwa maneno yake. Amen. Amen. Voici je frappe. Tazama napiga hodi. Si quelqu'un attend. Kama mtu mmoja akisikia. Nashukuru Mungu. Amen. Mwiki kizazi mimi nilisikia. Amen. Mungu alisema mwiki kizazi. Amen. 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 Tuko ni mkizazi kia unabii. Ile fremu vizazi vyote ni Mungu yuko nasema. Mimi mkizazi ketu anasema kwa namna ya kipekee. Amen. Juu ya nini? Kwa sababu mwiki kizazi kia mwisho. Haleluya. Amen. Yeye ni Alfa na Omega. Mkizazi kia kwanza alianza na nabii Paul. Mkizazi kia mwisho anamaliza na Malaki 4 nabii wa kizazi hiki. Yeye tuko mkizazi kia unabii. Kizazi kia unabii juu ya nini? Ni mkizazi kenye maunabii yote itatimilika. Amen. Mkizazi kenye Yesu yuko nakuya. Mkizazi kenye mapromese yote, maagizo yote kwa mataifa itakuya. Ndio tutaenda kukaramu ya mwana kondoo. Ndio sababu iko kizazi kia unabii kenye parole prophétique inatimilika. Na ile neno ya unabii inafikia nani? Inafikia batu ba unabii. Kama wewe ulipokea neno ya kizazi hiki, jua kama uko peuple prophétique. Amen. Haleluya. Amen. Ndio sababu niko na shukuru Mungu. Bien-aimé, tunaenda kwa kuona Mathayo 24. Mathayo sura 24 verset 3. Mathayo 24 verset 3. Na wakati alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mzeituni, wanafunzi wakakwendea peke yao wakisema, utuambie maneno haya yote yatakuwa wakati gani? Na nini alama ya kuja kwako? Amen. Na ya mwisho wa dunia? Haleluya. Amen. Kulikuwa wakati gani batabomola Yerusalemu na temple? Kesho ya pili wa alama ya kuja kwako. Napenda kusemea juu hii alama, njoo vitu vyenyewe napenda ujue kwa sababu Mungu alikuita wewe ujue masiri yote ya ufalme. Amen. Juu ya mwana wa mtu kuko alama ya mwana wa mtu. Kama tunaenda tena Mulike 17, banasema mwana wa mtu atafunuliwa sa vile wakati wa Lot. Haleluya. Donc kuko bitu mbili, kuko révélation ya fille de l'homme na kuko signe de fille de l'homme. Haleluya. Signe ya fille de l'homme tunaiona wapi? Tunaikutanisha mu Matthieu 17. Mu Matthieu 17 wakati balikuwa naongea wingu ikamufirika. Wingu inakuwa signe ya fille de l'homme. Haleluya. Tunakutanisha sana nyakuliwa, anaanza kupanda.
wingu ikakuya ikamfunika. Ile nayo ni alama ya mwana wa mtu. Mwiki kizazi wingu ilionekana. Amen. Na bale bote balijua kama wingu ilionekana, njoo bateule banajua kenye Mungu anafanya. Ile njoo alama ya mwana wa mtu. Maana yake nini? Haina sema ile alama njoo Yesu alikuwa mule 28 Februari. Hapana. Sasa vile watu mingi beko mu confusion. Amen. Haina sema ni alama ya kusema kama alikuwa mwile date. Ni alama ya kusema kama iko nakuja sawa juge. Ndio sababu nafaa tujitayarishe, kwa sababu alama tunaiona. Bale benye baliona alama ndio balisikia sauti yake. Na ndio benye batajitayarisha. Na ndio benye kwa bateule. Maana ya ile alama haina sawa vile watu wasema ilikuwa ni kushuka kwa ule malaika mkubwa. Malaika mkubwa ile ilikuwa ni malaika mkubwa atakuwa kuweka mkulu pa mai na pachikako. Amen. Ile ni confusion. Mesie benye balipata neema ya kuelewa vitu mzuri. Tunajua kama ni alama yenye ya kusema mwana wa mtu iko nakuja. Anakuja sawa juge. Haleluya. Ndio sababu bien aimé, yeyote mwenye aliona alama ya mwana wa Mungu inafaa jitayarishe. Non seulement tuliona manifestation ya mwana wa Mungu, revelation, kufunuliwa. Mungu atubariki. Alifunuliwa je? Tunaenda munani wapi kule? Twende mu Hebreu. Mu Genèse. Mwanzo. Genèse 18. Mwanzo sura ya 18. Mwanzo sura ya 18, kama unafika pale unaanzia pale kwa verset 1. Mwanzo Genèse 18 tunafika pale hasa yangu. Na Bwana alionekana kwake kwa mioli ya Mamure wakati alipokaa mlangoni mwa hema, wakati jua lililokuwa kali. Akanyanyua macho yake akaangalia, na tazama watu watatu walisimama mbele yake. Na wakati alipowaona akikimbia kukutana nao toka mlangoni wa hema, akainama hata chini, akasema, Bwana wangu, kama sasa nikikubaliwa na machoni mwako, usipite mbali na mtumishi wako, ninakuomba. Amen. Hapa tutafuta kusema tofauti ya Lote na Abraham. Bali sema wakati wa Lote Mungu alijirevele wapi? Kwa Abraham. Haina kwa Lote. Walilote alienda kufunga maji. Amen. Sasa kitu ya kwanza tunaona hapa, anakuja anasema Seigneur, Bwana. Na batu balikuwa batatu. Mimi anasema Seigneur. Ndio sababu bateule benye baliona alama ya mwana wa Mungu banajua kutofautisha Mungu ni mmoja parapora ya Utatu Mtakatifu. Mungu atubariki sana. Mimi sana naenda kwa Lote, mtu wa mazehebu, anasema mais Seigneur. Na Mungu hakuwa kulikuwa tu malaika na baita ba Seigneur. Sasa hivi leo beko na baita batu wanakuwa ba mon Seigneur. Mungu atusaidie sana. Tuko na andiko tufuate pale mbele. Waine. Yaletwe sasa maji kidogo, munawe miguu na kumuzika chini ya mti. Nami nitawatwaa chakula kidogo, muburudishe mioyo yenu, alafu nyuma mutapita, kwa sababu mulikuja kwa mtumishi wenu, wakasema, fanya sawa sawa unavyosema. Amen. Naruka jua kuuza wakati wangu na kwa kiloko, naenda pa 12. Eleri en elle-même. Na wakacheka ndani yao wenyewe. En disant maintenant que je suis vieille. Tazama basi mimi naisha kwa mzee. Aurais-je encore des désirs? Eti mimi nitakuwa tena tamaa. Mon Seigneur aussi est vieux. Na Bwana wangu naye vile shakuwa mtu mkubwa. L'Éternel dit à Abraham. Na Bwana akamwambia Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Kwa nini basi Sarai alicheka? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Akisema ndani yake ya kwamba nitapata mtoto mimi mwisha kuwa mzee mwanamke. Amen. Tunaona revelation ya mwana wa mtu, esprit ya discernement. Inaanza kudiscerner bien Sarah alikuwa na waza, alicheka ndani yake, mais Mungu akadiscerner. Ile na hiyo ndio inakuwa revelation ya fils de l'homme. Haleluya. Alifanya kwa Abraham. Wakati sasa Yesu mwenyewe anakuja anabifanya na Nathanael. Anaenda kufanya na mwanamke wa Samaria. Alienda kufanya na Petro bote, akajua mawazo yao. Haleluya. Mimi alikufanyika kwa mataifa. Ndio sababu muhiki kizazi Mungu alifanya hii ministeri ya fils de l'homme. Haina mwenyewe alikuwa anaifanya ndio anakuwa fils de l'homme. Fils de l'homme ni Yesu yeye. Sasa vile yeye anakuwa kumbingu, akatumikisha mtu moja nabii wa kizazi. Mwenyewe alikuwa anaweka mkongo kwa kanisa, anaanza kusema unatoka
Chicago, uko na gonjwa asthma, ana discerner, anafanya revelation du fils de l'homme. Amen. Ndio sababu bien aimé, hii ni maalama mbili ya kujua kama wewe uko mteule. Kama uliona signe de fils de l'homme na kama uliona wakati Mungu yuko anapambanua maro uko mwile kundi ya bateule. Haleluya. Ndio sababu usishakie bien aimé. Kwenda tutaenda kwa sababu Mungu alitutangulia vyote anabitayarisha. Kwa sababu sisi tuliona alama yake, tulisikia sauti yake, tulimpokea na tunamfanya tunamkubali sawa vile mwana wa mtu. Hapana tu mwana wa Mungu, hapana. Tunaendelea pale, tunakutanisha tena vyenyewe alisema tena vingine kwa Abraham kwa kuangalia tofauti na kwa Lot. Tunaenda patise. Mstari wa 17. Bwana akasema, nitaficha mbele ya Abrahamu kitu ninachofanya. Haleluya. Amen. Alors l'Éternel dit, sasa Bwana akasema, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nitaficha Abraham yeye tena kufanya. Haleluya. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Kuko kundi ya Lote, ni batu ya zebu, ni batu ya makanisa. Benye bana mupokea Jesus sa vile muponyaji, sa vile muokozi, sa vile mwenye kubariki, bana mufuata Jesus juu ya vile. Me kundi ya bateule, bo bana mufuata sa vile nabii. Amen. Ule nabii mwenye analeta parole prophétique. Ndio sababu bien aimé, ushukuru Mungu kwa sababu ule nabii anakuwa na parole prophétique. Ndani ya parole prophétique ndio tunakutanisha, mnakuwa Jean 14. Naenda kumitayarishia. Iko naelezea banani bateule. Ndio sababu bien aimé, kama ulipokea ujumbe kikweli, ushukuru Mungu. Ujue kama mbingu inakuwa yako. Kwa sababu ulimpokea nabii, ulimpokea fils de l'homme. Haleluya. Unakuwa na mabaraka yetu kwa sababu mwenye anapokea nabii sawa nabii, anapata marecompense ya nabii. Bwana anampokea sawa vile juste, mwokozi, mwana kondoo. C'est une bonne chose. Banaweza kupata hata vie éternelle. Mais kupata ma promesse, ma promesse ilikuwa ya Abraham. Ndio sababu anaenda kwa Abraham afanya discernement. Na kuliko nyana afanya discernement, anampatia na yeye ma promesse ya mwana atazalika. Ndio sababu si saba teule. Haleluya. Angalia venye Mungu anafanya. Peke tunaelewa ubatizo wenye kwa na promesse. Ndio. Amen. Tunabatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo. Batu bengine kwa sababu wakupokea nabii. Ndio. Wanabakia mubateme trinite. Ndio sababu shukuru bien aimé. Mungu atusaidie sana. Ndio sababu kisha kupokea mapromese sawa hii, tusijiachilie. Ni wakati wa kulomba Mungu atimize ile mapromese ndani yetu. Ndio sababu inakuwa wakati unafika bien aimé wa kuomba Roho Mtakatifu wakati wote Seigneur. Hakuna tena wakati tuombe Roho Mtakatifu wakati wote. Kwa sababu anasema saa atakuja eske atakutanisha watu weko naomba. Amen. Anasema mwisho wa kila kitu unafika, ni wakati wa kuwa na hekima na kiasi tupate kuomba. Anasema tukeshe na tuombe wakati wote mbele ya kusimama mbele ya wana wa Mungu. Bien aimé, tulipokea neema ya kupokea nabii mkizazi hiki, ya kuelewa maandiko kwa sababu alisema kwa wakati wa mwisho connaissance itaongezeka. Na anasema kama hakuta, anamueleza Daniel, usifunge tena kitabu kwa sababu tunafika kwa wakati wa mwisho. Biblia yote inafunuliwa. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio sababu tutaenda kumaliza na kuomba. Tuombe pamoja. Seigneur Jésus Père Céleste, tunakupigia asante kwa sababu neno Baba inatolewa. Mfalme, ulisema ya kwamba neno litakutenda kazi. Basi neno wakati auditeur pote ni kutufuata mwa wakati na sai, tubasaidie tena mara nyingine, de manière que nitende kazi ndani Bwana. Oh Seigneur, Mungu nifanyie neema na mimi Baba, nitakuja hapa ili neno ipate kusaidia maisha yangu. Mungu wangu, saidia mtumishi wako tena, mfungue tena hii neno Baba, pate pata tena itangaze na ufunuo upe. Msaidie tena Mungu, naomba na kushukuru mimi kama tena na bali gote wenye ulijua Baba wafunule kwa hapo, pate kupokea sa mwana wa mtu sawa vile nabii mwenyewe alisema mwiti zazi, bapate kupokea parole prophétique. Amen. Tunaomba ni jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunamisalimu nyinyi wote, tunasalimu kwa namna ya kipekee banduku ba pale Tembwa, banduku Moke, banduku Kalenga na wengine. Numero yetu 081 23 86 579. 081 45 41 41 5. Mungu amibariki. Amen. Mungu awabariki wapendwa. Tunatosikia neno la Mungu. Mwenye na maswali anaweza kukontaktia mtumishi kwa hii namba. Envoie ton amour, Jésus, viens maintenant. Envoie ton pardon.
aujourd'hui et maintenant. Oh, aujourd'hui et maintenant. Envoie ton amour aujourd'hui et maintenant. Et déverse tes dons aujourd'hui et maintenant. Et ta miséricorde aujourd'hui et maintenant. Envoie ton amour aujourd'hui et maintenant. Envoie ton pardon aujourd'hui et maintenant. C'est le cri de mon âme au jour de ma défaite. Jésus, c'est je me lève au milieu de ma tristesse. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, c'est je me lève